Bodi ya ligi kuu ya Tanzania tayari wameweka wazi juu ya ratiba ya ligi kuu ya Tanzania bara, namna ambavyo inaanza na namna ambavyo itamalizika. Na hapa tayari ninayo ratiba yote kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Ya maana kwamba hapa tutakwenda kwanza kuzitazama zile mechi ambazo watacheza Yanga ndani ya msimu wa mwaka 2026 2027. Lakini kabla sijakwenda kukuangazia ratiba kwa upande wa klabu ya Yanga, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia ratiba kwa upande wa klabu ya Yanga kwa msimu wa mwaka 2026 2027. Kwa upande wa klabu ya Yanga, kwanza kama ambavyo tunafahamu, tarehe 12 itakuwa ni ngao ya jamii. Baada ya hapo watashuka dimbani tarehe 15, ambapo itakuwa ni mechi ya kwanza kwa upande wa klabu ya Yanga, ambapo watacheza majira saa 3 kamili usiku, ambapo watacheza dhidi ya Namungo. Lakini pia mechi ya pili kwa upande wa klabu ya Yanga watacheza kwenye uwanja wa Uhuru, ambapo itakuwa ni dhidi ya Coastal Union ya Tanga, ambapo mechi hiyo itachezwa tarehe 20. Lakini pia baada ya hapo mchezo wa tatu kwa upande wa klabu ya Yanga itakuwa ni dhidi ya JKT Tanzania, ambapo Yanga atakuwa mwenyeji, mechi ambayo itacheza majira saa 12 kamili. Mechi hiyo itacheza tarehe 24. Lakini pia mchezo wa 4 kwa upande wa klabu ya Yanga itakuwa ni dhidi ya Pamba Jiji. Hiyo mechi itachezwa tarehe 28 mwezi wa 8 kwenye uwanja wa Uhuru. Lakini pia baada ya hapo kwa upande wa klabu ya Yanga watacheza mechi tarehe 1. Sasa hiyo ni mechi nyingine ambayo watacheza ugenini, ambapo itachezwa pale mjini Arusha dhidi ya Fountain Gate, mechi ambayo itachezwa saa 10 tarehe 1 Septemba. Lakini baada ya hapo raundi ambayo inafuata kwa upande wa klabu ya Yanga watashuka moja kwa moja, ambapo itakuwa ni dhidi ya Geita Gold, ambapo watakuwa nyumbani, itacheza tarehe 8. Lakini pia baada ya hapo kwenye upande wa raundi ambayo inafuata, yani raundi ya 9 kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans, watacheza dhidi ya Simba, ambapo watakuwa ni wageni, ambapo Simba atakuwa ndio mwenyeji. Mechi hiyo itachezwa tarehe 10, ya kwamba dabi ya Kariakoo hiyo kwenye raundi hiyo ambayo itakuwa ni ya 7 kwa upande wa Simba pamoja na Yanga. Lakini pia kwenye raundi ambayo inafuata, ya maana kwamba raundi ya 8 itakuwa ni TRA dhidi ya Yanga. Yanga atakuwa ni mgeni, mechi hiyo itachezwa tarehe 13. Lakini pia baada ya hapo mechi ambayo itakuwa inafuata ni kwa upande wa Yanga, pia watakuwa ni wageni, ambayo itakuwa ni dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo hii mechi haijapangiwa tarehe. Lakini pia mechi ambayo inafuata, ya raundi ambayo inafuata kwa upande wa klabu ya Yanga, ya maana kwamba raundi ya 10 watarejea uwanja wa nyumbani, ambapo watacheza kwenye tarehe 27 Oktoba, ambapo Yanga atakuwa mwenyeji. Sasa baada ya hapo kwenye raundi ambayo inafuata, Yanga pia atakuwa mwenyeji dhidi ya Kagera Sugar, mechi hiyo itachezwa tarehe 1. Lakini pia baada ya hapo raundi ya 12 kwa upande wa klabu ya Yanga watakuwa ni wageni, ambapo tarehe 20 Novemba dhidi ya Police Tanzania. Lakini pia baada ya hapo raundi ambayo inafuata kwa upande wa klabu ya Yanga itakuwa ni dhidi ya Mbeya City uwanja Sokoine, mechi hiyo haijapangiwa tarehe, ambapo itakuwa ni raundi ya 13. Lakini pia raundi ya 14 itakuwa ni kwa upande wa klabu ya Yanga, ambapo moja kwa moja watashuka pia dimbani, ambapo watacheza dhidi ya Azam, ambapo pia mechi hii haijapangiwa tarehe. Lakini pia raundi ya 15 kwa upande wa klabu ya Yanga atacheza dhidi ya Singida Black Stars, mechi hii itachezwa tarehe 12, maana kwamba hiyo ni raundi ya kwanza. Tukirejea kwenye raundi ya pili sasa kwenye upande wa klabu ya Yanga, ambapo Yanga moja kwa moja wataanza na Azam, mechi hii itachezwa tarehe 30 Desemba. Lakini pia baada ya hapo kama ambavyo tunafahamu kunakuwa na mapinduzi. Sasa moja kwa moja itakwenda raundi ambayo inafuata, ya maana kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga kwenye raundi ambayo inafuata ni raundi ya 17 watacheza dhidi ya Fountain Gate, mechi hii haijapangiwa tarehe. Lakini pia raundi ya 18 kwa upande wa klabu ya Yanga watashuka dimbani dhidi ya Coastal Union, watakuwa ni wageni, ambapo mechi hii pia haijapangiwa tarehe. Raundi ya 19 kwa upande wa klabu ya Yanga watashuka dimbani dhidi ya Police Tanzania, mechi hii itachezwa tarehe 3 Februari. Lakini baada ya hapo raundi ya 20 itakuwa ni Yanga dhidi ya Simba, mechi ambayo itachezwa tarehe 6 mwezi wa pili. Baada ya hapo raundi ya 21 kwa upande wa klabu ya Yanga
watakuwa ni wageni dhidi ya Mashujaa. Mechi hiyo itachezwa tarehe 11. Baada ya hapo kwenye upande wa raundi ya 22 kwa upande wa klabu ya Yanga pia watacheza dhidi ya Kagera Sugar ambapo watakuwa pia ni wageni. Mechi hiyo itachezwa tarehe 17. Lakini baada ya hapo mechi ambayo inafuata itakuwa ni dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ambayo itachezwa kwenye uwanja wa Uhuru tarehe 24. Yanga atakuwa mwenyeji. Lakini baada ya hapo ambapo ni raundi ya 24 kwa upande wa klabu ya Yanga watacheza dhidi ya TRA. Mechi hii pia haijapangiwa tarehe. Lakini pia raundi ya 25 Yanga ni dhidi ya Mbeya City, mechi hii itachezwa tarehe 12. Baada ya hapo mechi ambayo inafuata sasa kwa upande wa klabu ya Yanga itakuwa ni dhidi ya Pamba Jiji, mechi ambayo itachezwa tarehe 6. Hiyo ni raundi ya 26. Lakini pia raundi ya 27 itakuwa ni dhidi ya Geita Gold. Hii mechi pia haijapangiwa tarehe ambapo Yanga atakuwa ni mgeni. Lakini pia mechi nyingine kwa upande wa klabu ya Yanga watashuka pia dimbani, itakuwa ni dhidi ya JKT Tanzania, mechi ambayo itachezwa tarehe 3. Hii ni mechi ya raundi ya 28. Lakini pia raundi ya 29, hizi mechi tunasema kwamba ndo za mwisho za mwisho tarehe 12 Yanga atacheza na Namungo. Mechi ya mwisho Yanga atamaliza na Singida Black Stars. Ya maana kwamba hiyo ndio ratiba ya Ligi Kuu Tanzania Bara kwa upande wa klabu ya Yanga.